Subscribe Miujiza TV. Heshima yako. Asante sana, asante sana. Karibu sana. Asante. Shukrani, shukrani. Sawa. Kwa faida ya watazamaji, kwa majina unaitwa nani? Okay, kwa jina naitwa Ali Seif Manjes. Mimi ni mwanachama wa zamani sana wa UGT toka kipindi hicho mwaka 1987 na mara mwisho nimeondoka mwaka 96 nikiwa kamanda msaidizi wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa kwenye mafunzo haya nimealikwa kwa kofia mbili. Kofia ya kwanza ni kama founders, lakini kofia ya pili kama kuja kusaidia kuwezesha maeneo ya uongozi kwa vijana wetu. Sawa. DCEA pamoja na TAKUKURU wamewezesha vijana wa clubs za kuzuia rushwa, lakini pia na kudhibiti madawa ya kulevya. Tunajua rushwa ni adui wa haki. Lengo kuu labda ya mafunzo haya ni nini? Unajua kama tulivyokuwa tumekwisha kusema, kwanza tunatakiwa tutambue swala zima la rushwa linamgusa kila Mtanzania, kila mtu popote pale alipo. Hata swala la madawa ya kulevya, hizi ni issue, ni cross cutting issues, zinamhusu mtu yoyote alipo, nyumbani kwake, kazini kwake, kokote alipo, wherever you go, wewe lazima uhusike. Sasa wakati mwingine tume, kwa sababu wanafanya kazi kwa karibu na TIOGT, tumeona kuna namna nzuri kabisa ya kutumia clubs, zile clubs ambazo TIOGT nazo kwa kushirikiana na tume wameona kwamba kuna haja sasa ya hii elimu kupeleka kwa vijana. Ukiwaandaa vijana wakiwa bado chipukizi, maana yake unatengeneza kizazi ambacho kitapinga rushwa, unatengeneza kizazi ambacho kitakuwa kinakuwa kikielewa, kinajua madhara ya madawa ya kulevya. Kwa licha tu ya kuwashauri vijana wengine, lakini pia tutakuwa na taifa ambalo linaandaliwa kuchukia madawa ya kulevya. Nadhani hiyo ndio misingi mikubwa ya sisi kuwa na mafunzo ya namna hii. Sawa. Nini mchango wa serikali upoje katika kusimamia vilabu hivi, lakini pia shughuli nzima ya mafunzo? Serikali wana mchango mkubwa. Serikali wana mchango mkubwa kama tulivyokwisha kusema, kwa maana tume hizi mbili sasa kwanza zinashirikiana. Lakini sisi tuna vijana kama na zile clubs. Tume imekuwa ikiwekeza, ikifacilitate miongozo, imekuwa ikiwapa training baadhi ya watu wetu kwa mujibu wa muongozo uliokuwepo wa sasa, ili waweze kuwawezesha vijana. Haya mafunzo sio tu yanafanyika hivi kwa gharama za vijana. Wakati mwingine tume hizi zinagharamia watu wetu kwenda kujifunza maeneo mbalimbali, kutoka mafunzo ndani ya mkoa, nje ya mkoa, na wakati mwingine kuyaleta huku chini. Hata hii miongozo ambayo imeandaliwa zote ni facility ambazo zinatoka kwenye tume. Kwa hiyo serikali bado inawajibika kwa kiwango kikubwa kufacilitate ili swala lifike kule chini. Kama muasisi wa hivi vilabu vya vijana ambao wanajengewa uwezo, una wito upi kwa serikali, jamii na wadau pia? Wito wangu kwanza kwa serikali, kwa sababu asasi za kiraia ni mshirika muhimu sana katika wadau wa maendeleo. Kwa hiyo sisi kama wadau wa maendeleo tunaendelea kushirikiana na serikali kuendelea kutekeleza sera na maelekezo na miongozo iliyopo. Kazi yetu kubwa sisi ni kuichachamua jamii, kuhakikisha kwamba jamii inaelewa, inawezeshwa ili waweze kutekeleza yale maelekezo ambayo serikali imekuwa ikiyatoa. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kwenda kutia msukumo, kwa maana kuwezesha jamii kielimu, kimtazamo, lakini wakati mwingine hata kuibua baadhi ya changamoto ambazo zinawezekana sio rahisi watu wengine kuziona, tunasaidia jamii kuziibua na baadaye kuzipeleka kwenye serikali. Kwa hiyo tunatekeleza wajibu wetu huo. Lakini sehemu nyingine ni kwamba jamii, wito wangu kwa jamii, unajua haya mambo tunafanya, lakini yote mwisho wa siku tunataka kuisaidia jamii kule iliko. Kwa hiyo jamii wana wajibu mkubwa kuwapa msaada mkubwa sana hawa vijana wetu kule kwenye hizo club. Kwa sababu club zinaanzia ngazi ya chini kule kwenye grassroots level, maana yake nazungumzia mtaa. Wazazi wana haki ya kuwaruhusu watoto washiriki kwenye hizo klabu, lakini walimu pia wanatakiwa wasaidie kuwaruhusu watoto wanashiriki kwenye hizo klabu, kwa sababu watoto wako kwenye hizo klabu watabadilishana taarifa, watabadilishana maarifa, na mwisho wa siku zile taarifa zitasambaa, kwa maana kwamba masuala ya kupinga rushwa, masuala ya kupinga matumizi ya dawa za kulevya itakuwa imesambaa kwenye maeneo ya kijiji, kata, hatimaye mpaka huko wilayani. Hivyo vitu vikisambaa, kila mmoja atakuwa anatekeleza wajibu wake. Kuna changamoto yote labda mshawahi mmekuwa mkiipata kwa wazazi kuhusiana na vijana ambao wapo kwenye hizi clubs? Changamoto zipo. Unajua wakati mwingine
kuna wazazi wana mitazamo tofauti. Unapowaweka watu kwa muda mrefu, wakati fulani watu wanahisi kwamba kila vijana wakikaa sehemu kwenye klabu wanaangalia impact ya moja kwa moja, kwa maana matokeo makubwa ya faida ya fedha. Wanashindwa kuelewa kwamba tunapotengeneza haya, kuna wakati tunazalisha mazao watu, faida ya kuzalisha kizazi ambacho kinakuwa kwa kinajitambua. Sasa kuna wazazi wakati, kwa sababu wanaona watoto wao hawapati faida ya moja kwa moja kwa maana ya kifedha, kwa sababu sisi tutoe fedha, sisi tunakuja tunasaidia vijana wajitambue, waishi kama kimaadili, waishi kizalendo. Sasa hivi ni vitu ambavyo havitoi faida moja kwa moja ambayo inaonekana kwa macho. Faida yake ni ya muda mrefu. Kwa hiyo kuna baadhi ya wazazi wanawazuia watoto wao kwenda. Wanahisi kama vile wanapoteza muda. Lakini si kwamba watoto wanapoteza muda. Inakuwa na manufaa. Kwa mfano nataka nikupe mfano hai. Mimi mwenyewe nimejiunga UGT mwaka 87. Nikiwa niko darasa la 5. Hebu just imagine toka 87 mpaka leo. Miaka zaidi 38 sasa hivi. Lakini najitambua katika maisha yangu yote nimeishi, nimekuwa hapa katikati, sijawahi kutumia kileo wala kujihusisha kuuza wala kuwemo katika hizo nyanja. Yote ni kwa sababu ya kujifunza kutoka UGT nikiwa zamani. Kwa hiyo hii ni faida ambayo vijana wanaweza kuwa wanaipata. Sasa wazazi wanatakiwa watambue ili wawe wanawaruhusu vijana wawe wanakuja kushiriki kwenye hizi club. Lengo kubwa ni kuwajengea uwezo vijana wetu ambao wataenda kusimamia zile klabu za dawa za kulevya na rushwa zilizoko katika shule za msingi na sekondari. Malengo haya ni mahususi kwa ajili ya kutekeleza sera ya kupambana na dawa za kulevya na rushwa kwa ajili ya kufanya kinga kabla ya kupata madhara. Kinga kabla ya madhara maana yake kuondoa matumizi ya dawa za kulevya, lakini kuwajengea uwezo vijana kujua kwamba matatizo ya rushwa na rushwa ni adui ya haki. Kwa hiyo leo tupo katika siku yetu ya 3 ya mafunzo haya hapa Mtoni Kijichi. Sisi kama waratibu kwa ushirikiano mkubwa kabisa wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya DCA, lakini na wenzetu mamlaka ya kudhibiti na kupambana na rushwa TAKUKURU, tumeendelea kuwajengea uwezo vijana wetu hao ambao wanaenda kuwa nguvu kazi ya taifa. Vijana hawa wataenda kubadilisha taswira ya taifa kupitia shule zao kwa kuwafundisha na kuelimisha wenzao kuhusiana na athari za matumizi ya dawa za kulevya, lakini athari za rushwa, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaenda nacho katika kipindi cha uchaguzi, lakini pia kueleza amani ya nchi namna gani ambayo inatakiwa kuwepo. Sisi kama waratibu Tanzania IOGT tunatoa shukrani za dhati kwa viongozi wetu kwa maana ya mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya, lakini pia mamlaka ya kupambana na rushwa Tanzania kwa kutuwezesha kutoa mafunzo haya, lakini pia kuwajengea uwezo vijana wetu kwa kila hali. Kiukweli serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imejitahidi kuhakikisha kwamba eneo hili la kinga linawekewa mkazo. Kipindi cha nyuma eneo hili la kinga lilikuwa halina mkazo mkubwa, watu walikuwa wanawekeza zaidi katika tiba, na tumegundua sasa tukifanya kinga zaidi ndio inaweza kuokoa kizazi chetu, lakini pia katuletea uchumi mzuri. Badala zile pesa kutumia kwa ajili ya kuleta matibabu ya waraibu, pesa zile zitatumika kwa ajili ya kutengeneza shule, kutengeneza masoko, kutengeneza madaraja, barabara, ili kuokoa nguvu kazi ya taifa na uchumi wa taifa kuwa mzuri. Kimsingi mimi nitoe wito kwa mamlaka nyingine ambazo zinaweza kuandaa vitu kama hivi, kuwajengea uwezo vijana wetu katika klabu zao mbalimbali za rushwa, klabu za mazingira, kuhakikisha kwamba kunakuwa na warsha kama hizi, makongamano kama hiki. Hapa nimeshika mwongozo huu wa DCA na TAKUKURU. Mwongozo huu ulikuwa na lengo la kuhakikisha kwamba tunatakiwa tufuate mwongozo. Mwongozo unatuambia vijana wanatakiwa wapate elimu hii kuanzia Januari mpaka Juni, nini cha kufanya. Kwa hiyo leo tumekuja kutekeleza matakwa ya mwongozo kwamba vijana wetu tuwajengee uwezo kuhakikisha kwamba yale yanayotakiwa kufanyika yanafanyika. Na kiukweli nitoe pongezi sana kwa viongozi wetu, hasa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCA kupitia Kamishna Jenerali Aretes Limo. Amekuwa ni muhimili mkubwa kabisa kuhakikisha kwamba tunaandaa mafunzo, na yeye mwenyewe alikuwa anakusimamia kuhakikisha kwamba tusikwame katika jambo lolote la kuwajengea uwezo vijana wetu. Na tunamshukuru, na hii nitoe pongezi ofisi ya Waziri Mkuu sera na uratibu kwamba yanayopangwa katika sera zao yanakuja kutekelezeka kwa vitendo. Kwa sisi kama taasisi hatuna budi kuishukuru sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan
kwa hatua zilizopiga kuhakikisha kwamba yale ambayo yanazungumziwa bungeni, yale ambayo yanakuwepo kwenye miongozo yanakuja kutekelezeka kwa mipango mahususi na kama inavyohitajika. Kwa majina ni Kamanda Saidi Ali Pango. Nimewahi kuwa kamanda vijana katika mkoa wa Dar es Salaam miaka ya nyuma. Hivi sasa nimekuja kuhudhuria katika tamasha hili la mafunzo dhidi ya vijana, mapambano kuhusiana na madawa ya kulevya pamoja na rushwa. Nimewahi kuwa katika hizo klabu miaka mingi, miaka zaidi ya 30 iliyopita. Nashukuru imetufundisha hizo klabu kufikia katika hali hii. Tumejilinda na vileo, tumejilinda na matumizi mabaya ya madawa ya kulevya, bangi na kadhalika. Kwa niaba sasa ya wazazi wengine ambao huenda hawaamini kupitia hizi clubs, watoto wao kuwapeleka na kujengewa uwezo na kujifunza ili kuepuka na vileo, nini neno lako kwa wazazi wa namna hiyo? Niwaombe wazazi wenzangu kuwaruhusu vijana wao, kwa sababu serikali yenyewe sasa hivi imefanya mabadiliko katika sera hii ya vijana. Sio kwamba sisi tulikuwa tukifanya kizamani zaidi. Hivi sasa serikali imepanua wigo, hizi klabu zimekuwa za kisasa na zinafuatiliwa na ziko chini ya serikali. Kwa hiyo niombe vijana, wazazi wenzangu, kuwaruhusu vijana watoto wao waje kwenye klabu wajifunze kupambana na rushwa na madawa ya kulevya pamoja na ukakamavu, elimu inayotolewa hapa na makamanda wetu waliokuwepo katika hizi klabu. Asante kwa muda wako. Nashukuru sana. Au una neno la mwisho la kusema? Labda nishukuru serikali katika ofisi ya Waziri Mkuu, Sera na Bunge kwa kuweza kuwapatia uwezo wa vijana kufikia hatua hii. Tunaomba kabisa serikali isiwaache wa vijana, waongezee uwezo zaidi, iwapanulie wigo na hata kiuchumi. Tunashukuru sana serikali ya Tanzania. Subscribe.